Oh Yesu, 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 nisikie. Yesu, nisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Amina. Haleluya. Amen. Kwa nini Ruth? Kwa nini Ruth? Subiri nikupe kidogo tofauti kati ya watu wawili. Inawezekana ukawa si msoma Biblia, ukajua huyu nimemnena labda ndio yule wa Sodoma na Gomora, lakini huyu sio. Yule anaitwa Lutu. Huyu namzungumza ni Rutu. Bwana asifiwe. Rutu. Lakini subiri kidogo historia au taifa, maana huyu ni Rutu, alikuwa ni Moabu, na Moabu ni taifa ambalo lilizaliwa kutoka kwa Lutu yule wa Sodoma, ambaye alikuwa na wanawe wawili, mkubwa na mdogo. Baada ya kutoka Mungu waponya katika janga lile la moto wa Sodoma, Mungu alipotekeleza Sodoma na Gomora, walipotoka wakaenda katika bonde la Suari, wakakaa huko, wanae wakashauriana, wakasema hapa tulipo hakuna mtu mume. Sasa tufanye nini? Tufanye kama desturi ya wengine, tuingie kwa baba yetu kwa ajili ya kumpatia uzao. Kwa hiyo hawa watoto wawili wakaingia kwa baba yao ambaye ni Lutu, ndio wakazaa. Mkubwa akamzaa mtoto anaitwa Moabu. Huyo ndio akawa baba wa Wamoabu, au akawa ndio sehemu ambapo huyu Rutu yupo, au ndio kabila la huyu Rutu tuliyemsoma, ambaye mtoto mkubwa akamzaa Moabu, mtoto mdogo akamzaa Amon. Kwa hiyo wa Moabu na wa Amon chimbuko lao ni kutokana na huyu Lutu na watoto wake wawili, wakazaa mataifa mawili. Hii unaipata wapi? Mwanzo sura ya 19 ukianza mstari wa 30 mpaka 37 na mstari wa 38 utakutana na hizo habari za hao za hilo taifa la Moabu. Ukiangalia historia ya Moabu, ni watu ambao historia yao haivutii, si wa Israeli, si wa Israeli. Lakini leo ukisoma Biblia, ukifika kitabu cha Waamuzi, unakutana na kitabu kinachofuata unaambiwa ni kitabu cha Rutu. Sasa kwa nini huyu Rutu akaandika? Kwa nini andika? Shiriki kuna kingine kidogo. Wale historia ya Moabu, historia ya baba yao
au historia ya ukoo wa Rutu ilivyo si nzuri. Wakati wana wa Israeli wanatembea, wapo katika safari, hao wa Moabu ndio waliomtuma Balaam awalaani wa Israeli. Kwa hiyo Mungu akaweka sheria kwamba katika kusanyiko la Mungu wa Moabu na wa Amon wasikusanyike katika kusanyiko la Mungu, hata kizazi cha 10 wasikusanyike, kwa sababu hawakuwa laki. Tusome hapa Kumbukumbu la Torati sura ya 23 na mstari wa 2. Kumbukumbu la Torati 23 na mstari wa 2 inasema, mwana wa Aramu asiingie katika mkutano wa Bwana. Mpeni mic tafadhali ili watu wasikie. Sura ya 23 na mstari wa 2 inasema, mwana wa Aramu asiingie katika mkutano wa Bwana hata kizazi cha 10. Soma mstari wa 3.